kinara wa Wiper wameisuta serikali kwa kuendeleza uuzaji wa hisa za Safaricom kabla Mahakama Kuu kutoa uamuzi kuhusu kesi iliyokuwa imewasilishwa. Kulingana na Kalonzo, hata baada ya Mahakama ya Rufaa kubatilisha amri za muda za kusitishwa kwa mpango huo, mahakama hiyo haikuipea serikali idhini ya kuendeleza kwa kuwa haikutoa uamuzi iwapo mpango huo ni halali na iwapo Wakenya walihusishwa kikamilifu kabla ya kuendelezwa kwa mpango huo. Siku chache baada ya serikali kuiuzia kampuni ya Vodacom asilimia 15 ya hisa zake katika kampuni ya Safaricom, viongozi wa upinzani wakiongozwa na kinara wa Wiper Kalonzo Musyoka wamejitokeza na kuisuta serikali, wakibaini kuwa iliharakisha mpango huo hata kabla ya kukamilika kwa kesi iliyokuwa imewasilishwa mahakamani. The High Court is expected to pronounce itself within the next 2 weeks. So one would wonder why rush the conclusion of the sale when in 2 weeks the High Court will be issuing their ruling. It is therefore deeply troubling that almost immediately after the Court of Appeal lifted the conservatory orders on 26 June 2026, the government moved with such speed. Kalonzo akibaini kuwa ijapokuwa mahakama ya rufaa ilikuwa imebatilisha amri ya muda ya kuzuia mpango huo kuendelezwa, mahakama hiyo haikutoa uamuzi kuwa mpango huo ni halali na iwapo Wakenya walihusishwa kikamilifu. The Court of Appeal did not declare this transaction lawful. It did not determine whether Kenyans were properly consulted. It did not determine whether Safaricom was fairly valued. It did not determine whether the government can lawfully sell a strategic national asset merely to raise short-term revenue. Wameapa kuendelea kupinga mpango huo hata kama watalazimika kuyahusisha mashirika ya kimataifa, wakishikilia kuwa hisa hizo hazikuuzwa kwa thamani inayostahili. We issue a clear caveat emptor. Buyer beware. This matter is not closed simply because the transaction has been rushed through. The constitutional questions remain alive. The public interest questions remain alive. The valuation questions remain alive. The accountability questions remain alive. Buyer, Vodacom. Buyer, beware. There are other international mechanisms of settling disputes relating to investments in transnational or international investment disputes. Mahakama Kuu inatarajiwa kutoa uamuzi wake tarehe 17 mwezi ujao kuhusu kesi iliyokuwa imewasilishwa kuupinga mpango huo. Kalonzo akibaini kuwa huenda mahakama ikatoa uamuzi kuwa uuzaji ulioendelezwa na serikali ni kinyume cha katiba. James Mwangi, Undugu TV.